Ukitaka chenga za maudhi utazipata kwa Clatous Chama. Ukitaka magoli ya mashuti ya mbali nenda kwa Stefan Ki Azizi. Lakini ukitaka dribbling nzuri nenda kwa Pacome. Ndiyo, umenisikia vizuri. Pacome Zouzoua ni nyota ambaye anavutia zaidi kumtazama kwenye kikosi cha Yanga. Sasa ni Pacome Zouzoua. Huyu hapa anapita katikati. Pacome Zouzoua, kiunzi kile Mamza sema na free kick. Anabingilika bayeyo. Pacome Zouzoua Ivory Coast ni fundi kweli kweli. Mchezaji aliyekabidhiwa majukumu mazito ya kuibeba timu kwenye mabega yake, hasa katika zile nyakati ngumu. Pacome ninayemzungumzia hapa ni yule aliyewataabisha Al Ahly katika dimba la Benjamin Mkapa. Pacome ambaye amewafundisha Medeama namna ambavyo mpira wa miguu unavyochezwa. Pacome ambaye FAR Rabat walilala wakiota kufikiria namna ya kumkaba. Profesa Pacome Zouzoua anampindua mtu, ametapika nyongo. Pacome Zouzoua alimfuata kamfanyia mbaya kwelikweli. Mohamed Hussein Zimbwe Junior amekutana na chuma kikoli moto. Jina lake kamili ni Pedro Pacome Zouzoua. Alizaliwa April 30 mwaka 1997, yani miaka 29 iliyopita huko nchini Ivory Coast. Mimi namkubali sana na anakuwa mtamu zaidi akitokea pembeni kushoto. Ila wakati huo pia usiombe ukutane na Pacome aliyetokea katikati mwa uwanja. Maxi anakataliwa ndani. Zouzoua! Usijichekeshe. Yanga hawachekeshi. Kanyaga, fukia. Ni Pacome Zouzoua anawanyanyua tena wananchi, anawanyanyua Young Africans. Mguu wake wa kulia anautumia mno anapopokea mpira, kisha akianza safari yake ya kupangua msitu wa wachezaji wa viungo na mabeki wa timu pinzani, akinesa kulia na kushoto. Hakika mguu wake wa kulia unawezaje kutofautisha na silaha aina ya SMG? Yaani usiombe ukutane na Pacome akiwa kwenye ubora wake huo. Nafasi ile kwa Pacome bado. Pacome Zouzoua anajaza ndani kule, tena ndani ingia ndani. Pacome Zouzoua hatimaye na yeye anatikisa nyavu. Kabla ya kujiunga na Yanga akiwa kwenye jezi ya klabu iliyofanikiwa mno kuuza wachezaji wake wengi, ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast, wapo waliokuwa wakisema Pacome alifichwa kwenye kivuli cha Ansset Oura, Obin Kramo, Mohamed Zograna na Stefan Ki Azizi. Lakini tangu atue Yanga, wapo ambao sasa wanaamini inawezekana. Ilikuwa pengine hakuwa chaguo la kocha, lakini sio kama hakuwa na uwezo huo. Tangu mwaka 2023 alipojiunga na Yanga, licha ya kuwa kwenye kikosi kimoja na huyo Stefan Ki Azizi kwenye kikosi cha kwanza, mara hii imekuwa tofauti. Hakukuwa na kivuli cha kujificha, bali hata ilipofika nyakati ya Azizi Ki anataka kuuzwa, wanayanga walibariki kuuzwa kwake. Kwa nini wasibariki? Na Pacome Zouzoua yupo sana ndani ya Yanga. Yaani Yanga huambii kitu kuhusu Pacome, na Pacome hajawa mbinafsi kwa kuwapa wanayanga kile wanachokipenda na kukifurahia kutoka kwake. Ladha ya soka la Zizou wa Ivory Coast. Ni Pacome Zouzoua dei kita pasi zimenona vinkolo mbwezo ndindindi. Wewe ukinuna Yanga kwetu ni ushindi. Yanga inasisimua, Yanga inaburudisha. Ni Pacome Zouzoua dei kitaalamu. Hakikisha haukosi mapema tiketi kata. Ukujuna bridge weka Pacome. Ni Pacome Zouzoua dei kitaalamu. Ni Pacome Zouzoua dei kitaalamu. Pacome Pedro Zouzoua anatarajiwa kuwapa Yanga furaha Machi mosi kwenye dabi ya Kariakoo, ambayo hii itapigwa kwenye dimba la New Aman Complex Unguja, Zanzibar.
Ndiyo, umenisikia vizuri jirani. Pacome Zouzoua atakuwepo kuwakaribisha mabeki wa Simba Sports Club Shomari Kapombe na Nixon Kibabage katika dimba ambalo Yanga wanalifananisha na gereza maarufu la utesaji duniani Guantanamo Bay, ikiwa ni ishara ya kuyaindia mateso ya chenga za maudhi. Lengo lake ni kuwapa furaha wananchi. Kwa kifupi, hakuna namna ambayo Simba wanaweza kumkwepa Pacome Zouzoua. Katika nafasi Pacome! Al-Kisasu haka. Kila goti litapigwa, kila kisasi kitalipwa. Inamtesa Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula amehangaika katika hili. Full time Simba 1 Young Africans 5. Ndiyo, hii haikwepeki mtani. FM.